Ukweli mchungu, gorofa sio mamilioni na 600 huko, alafu mtu anajenga gorofa ya vyumba 4 tu. Watu wengi wamekata tamaa kumiliki nyumba za ndoto zao kwa sababu ya kuamini dhana moja potofu: kujenga gorofa lazima uwe na milioni 600 au zaidi. Mimi napinga kabisa dhana hiyo. Ukweli ni kwamba ukiwa na usimamizi bora na ununuzi wa vifaa kwa bei sahihi, unaweza kujenga gorofa imara kwa gharama nafuu sana kuliko unavyofikiria. Gharama ninazozungumzia hapa ni zile zitakazotumika site, kwa maana ya kwamba nazungumzia material yote yanayotumika site na gharama za ufundi. Sizungumzii gharama ya ramani, sizungumzii gharama zote zinazohusiana na serikali, sizungumzii hizo. Nisikilize makini. Makadirio ya gharama halisi, standard finishing. Kulingana na uzoefu wangu wa muda mrefu site, hapa ndipo uhalisia ulipo. Ghorofa ya vyumba 4 unaweza kuikamilisha kuanzia shilingi milioni 180 hadi shilingi milioni 200. Ghorofa ya vyumba 8 unaweza kuikamilisha kuanzia shilingi milioni 280 hadi shilingi milioni 300. Kumbuka, gharama hizi zinaweza kutofautiana kulingana na mkoa, urahisi wa kufikisha vifaa site na aina ya urembo, nikimaanisha finishing, unayochagua. Lakini kusema ghorofa ya vyumba 4 lazima ifikie milioni 300, hiyo ni hadithi ya kutisha tu. Wanakutisha waliojenga. Kwa nini watu wanatishwa? Wanatishwa, tatizo kubwa ni kwamba wengi wetu tunaishi kwa kuamini maneno ya kusikia. Utamsikia mtu akijisifu, yani mbele za watu, mimi ghorofa yangu imekula milioni 800. Sasa mafundi na maengineer ni wengi, unakuta wanakucheka tu. Mara nyingi haya ni maneno ya kukatisha tamaa na maneno ya kutishana au kujikweza uonekane wewe una kiwango kubwa cha pesa umegaramia, na sio uhalisia wa soko la ujenzi. Siri ya kuokoa pesa, unanunua vifaa wapi? Nitakupa mfano tu kidogo, siwezi kutoa mifano yote. Tofauti ya gharama huanzia kwenye sehemu unayonunua vifaa. Angalia tofauti hizi za bei sokoni. Kifaa cha ujenzi, kwa mfano nondo BS 500, bei ya juu lugha ya mjini. Bei ya juu lugha ya mjini unakuta ni milioni 2 na laki 3 kwa tani moja. Alafu hiyo kuna bei sahihi ya machimbo ni milioni 2. Ukija kwenye kifaa cha ujenzi, kwa mfano marine board, wengine wanapenda kuita mabati lakini yenyewe inaitwa marine board, bei ya juu lugha za mjini hizo unakuta ni 42, lakini bei sahihi ya machimboni huko inakotoka ni 37. Kokoto mita cubic 20, ile load kubwa kabisa lile, utakuta bei ya juu ni milioni 3, lakini bei sahihi huwa ni kati ya milioni 2 mpaka milioni 2.5. Sasa ukiangalia hicho kila kipengele unakuwa pesa nyingi. Ukipigia mfano tu marine board, bei ya juu imekupiga kwa kwa 42, wakati bei halisi ni 67. Tayari pale kuna upishano wa shilingi 5000. Hasa 5000 kama marine board unachukua 100, piga 5000 mara 100, weka tu 50. 5000 mara 50 unapata shilingi ngapi? Tayari unakuta 250 imeshapigwa pale pale. Hiyo ni sehemu moja, bado hizo vipengele vingine. Swali la kujiuliza, je, unanunua vifaa kwa ushauri wa mtu mwenye tamaa ya paksi au kwa mwongozo wa mtaalamu anayejali mfuko wako? Tahadhari kwa wamiliki wa nyumba. Watu wengi huishia kulipa gharama kubwa kwa sababu ya tamaa ya baadhi ya wasimamizi au wahandisi wasio waaminifu. Unakuta nyumba ya chini kabisa ya kawaida inatafuna milioni 150. Hii nyumba tu za chini, yani nyumba ya vyumba 4, 5 mpaka 6 ya chini, sio ghorofa, inatumia mpaka shilingi milioni 150. Hapo ndipo unapohitaji elimu sahihi ya ujenzi. Lazima jiulize, inawezekanaje? Hizo si gharama za ujenzi wa ghorofa kabisa. Mimi nitasimamia ukweli huu daima, hata nikikosolewa. Lengo langu ni kuona mteja anayetafuta pesa kwa jasho anaokoa fedha zake na anapata mjengo bora. Unahitaji msaada wa kitaalamu? Usikubali kuingia site kwa kubahatisha. Wasiliana nami kwa kuchora ramani za kisasa za nyumba, ushauri wa kitaalamu wa ujenzi, site supervision, mipangilio ya ujenzi inayopunguza gharama, cost effective planning,
Unaweza kuwasiliana na mimi kwa kunipigia simu 0712937090. Hii ni namba ya simu ya kawaida, au unaweza kunitumia message tu ya kawaida. Pia unaweza kuwasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp kwa simu namba 0765937090. Lazima ujue kazi tunazofanya. Tunachora ramani za nyumba zote, tunajenga ramani za nyumba zote, tunapaua nyumba zote, tunapiga blundering na kufunga gypsum board, tunapiga plaster, tuna skim na kupaka rangi, tunamaliza na kujenga tiles, na tunafanya finishing zote kwenye nyumba. Kama somo hili limekufungua macho, subscribe kwenye channel yetu ya mafunzo zaidi. Like video hii ili wafikie wengi, share na ndugu au rafiki anayepanga kuanza ujenzi. Nyumba bora haihitaji mabilioni, inahitaji akili na mipangilio sahihi. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa elimu nyingine zaidi. Shukrani.